Tunaelekea kwenye box on Boxing Day. Safari hii tunakwendaje? Licha ya mechi ya mwisho ya professional ukiwa umesuluhu. Cha kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo hii. Kwa majina anaitwa Ismaili K Ibrahimu. AKA Suma Boyka. Mbona hizo wote mimi wanangu. Alafu nataka niwaletea habari ya mjini huko nitaka kumwambia Sandonga. Nimekuchungulia. Alafu nikakuchangia. Nitakupika nitakupakua. Chaguzi tunajua sina formula. Napiga kushoto, napiga kulia. So spoil imelala, so dogs inaongea. Mwanzo mwisho. Ninachokwambia Sandonga. Wenzako watoto wa tauni wanajua, aidha wakwambie waliocheza na mimi. So wewe unakurupuka utaumia. Ismail Boyka, tungependa kujua mechi 3 za mwisho mwenzako ameshinda 2 na amepoteza 1. Wewe mechi 3 za mwisho umedraw zote, huoni kwamba takwimu zitakuwa zinakuelemea kwa namna moja? Katika takwimu ya mabondia ambao mimi nimecheza nao hamna hata mmoja Ndonga aliocheza naye. Hiyo ndio takwimu yangu katika box rank yangu. Kwa hiyo hata mechi 3 za mwisho nilio draw. Na ukiangalia katika upande wa pili pia naweza nikaona majaji ndio wanaamua mchezo. Kwa hiyo wao wameamua, lakini katika mchezo wameona watu, kuna mashabiki wameangalia mechi wameziona. Draw kawaida, kushinda kawaida, kupigwa matokeo. Ila Sandonga, mechi ya mwisho umecheza na Jumabilo. Hadi sasa hivi uko inactive, hujacheza mwaka mzima. Nachotaka kukwambia kama mwaka ulienda kufanyia kuchezea maharage, utakuja kuruka kamba ndani ya ringi. Kitu kingine kutokana na takwimu kutokana na takwimu za box rank una 74% ya kushinda KO kwenye mechi ijayo ambayo anaenda kucheza dhidi ya Hassan Ndonga. Wewe ukimwona mpinzani wako ama ukimtizama mpinzani wako, KO unaiona ama unasemaje? Kwanza ningependa kabisa kwa sababu mechi ya mwisho nilikatwa. Baada tucheze 8 tukacheza 6. Ila naomba raundi hii kama tutacheza 8 waongeze 2 tucheze 10. Kwa sababu gani? Huyu mtoto akitoboa raundi ya 8 akifika raundi ya 8 katoboa. Aisewa muongezea raundi 2. Lakini na imani raundi ya 6 akitoboa kama mwenzake na zawadi yake. Kitu kingine Boyka, Hassan Ndonga kama anavyoitwa Tyson wa Bongo anasifika kwa panchi zake zina power sana, na hasa kwenye raundi za mwanzoni ya kwanza hadi ya 3. Wewe umejipangaje kukabiliana naye kutokana na hili swala la power? Kwa kama nguvu za kwake. Mimi na train akili na train power. Yaani yeye ajiandae kwenye kutembea. Yaani asitegemee katika raundi hii eti mimi nitarudi. No give up. Kwa kumalizia unalipi la kumwambia Hassan Ndonga? Hassan Ndonga, posho kwa mbinde. Posho kwa mbinde. Yaani posho alokupa nzito Boxing Day ya uchungu. Yaani Boxing Day ya uchungu, posho kwa mbinde. Angalia Staulant huduma kwa wateja na hapa ipo. Hassan Ndonga. Yule mbwa mwenzako nimempigia mluzi kaja afu kakataa kula nyama. Ila wewe Ndonga nakupiga tena na nakupiga tena huko mjini wa kujue. Yaani nakupiga tena afu nakupiga na mjini wa kujue kama nimekupiga. Na Ismail Boyka kutokea huku Pogo. Sawa, twende. Majina matatu bila shaka unatokea gym moja na Ismail Boyka kutokea huku Pugu Mnadani. Kwa mtazamo wako na kulingana unavyoshia naye mazoezi, amna ushindi raundi ya ngapi? Yaani kwanza kwa upande wangu nianze na majina. Nianze majina. Mimi nataka nianze majina yangu kwanza. Kwa majina naitwa Edibili Usile Specials Rushambia, ikiwa unaweza kuniita Cheka. Maana yake yani jina langu ni Cheka lakini mimi mwenyewe sichekeshi. Alafu kauli yangu ya kwanza nataka kumwambia Hassan Ndonga, huku usije. Umeshapotea, yani umepotea njia kama alivyosema ndugu yangu Boyka, kwa sababu Boyka kwanza mechi imemkuta hapo katika mazoezi vibaya. Alafu hizo nguvu hizo kupo nazo eta Tyson, ajita Tyson wa Bongo. Lakini mimi bado sijaona.
Tyson ni mshamba, lakini hapa kuna Boyka. Boyka kazi yake inajulikana. Tyson mechi yake mwisho kapigwa na mtoto mdogo Jack Paul. Tunajua, lakini Boyka anajulikana, kaziweka na nguvu zake, kaziweka na uwezo wake. Hassan Ndonga anaacha ndala, Hassan Ndonga anapotea. Yaani sisi tunampiga kama mtoto mdogo. Na kama unavyoona ndugu zetu wanavyoongea, wanahamasisha jinsi gani wanatujua si wenyewe kwamba si wenyewe hatuchekeshi. Alafu sisi huku kwetu hakuna, kwanza nadhani wenyewe mmekuja kabisa, lami hamjaona tuta, hamjaona pundamilia. Sisi huku milima zetu nyama, kwao wanakula chips tu watoto wadogo wale. Sisi zetu nyama, maziwa ndio vyetu. Mtoto kashacha ndala, sitaki kuongea sana. Raundi ya 4 atoboi, blaza kampa raundi nyingi. Mimi nachoamini mimi kwa mazoezi yake aliyokuwa nayo, raundi 4 afiki. Hassan Ndonga mtoto mdogo. Oya Hassan Ndonga, huku usije unaacha ndala, we mtoto mdogo. We mama Amina, kama hivyo kwa mama Amina, usije acha ndala we. Bila shaka sasa hivi ndio team manager wa Boyka kutokea huku Pugu Mnadani. Nyinyi kama viongozi mmejipangaje kwenye swala la uwezeshaji kuhakikisha kile ambacho mnakwenda nacho ndicho ambacho kinatokana na kile mlichotuahidi? Tuanze na majina. Majina anaitwa Tajiri Mo. Tumejipanga, dogo akafanya kazi. Kila kitu kiko sawa. Kulingana na unavyotembelea jimu, unamuona bondia wenu amna raundi ngapi? Raundi 3 atoboi. Raundi 3. Tunahamisha kambi tunapeleka Tabata. Tunahamisha kambi tunapeleka Tabata. Wanavodai kuwa wao wanatokea Mabibo mjini, ukilinganisha na huku Pugu shamba, kazi yenu kula nyama tu na mnashinda na ng'ombe. Mnawaambia nini? Sisi tunahesabu kama walima viazi. Mabibo wanalima viazi. Kazi yao mbea. Atapasuka raundi ya 3. Na ana zawadi nono. Kuna milioni 100 nimemwaahidi huyu akimpasuka. Milioni 100. Vizuri waliharibiki. Mimi siwezi kusema kumuita Hassan Ndonga. Mimi namuita Hassan Bogas, hamna kitu maana yake. Ana mahesabu ni Bogas. Ana maajabu aina yote. Ana maajabu aina yote. Hassan Ndonga sidhani kama atoboa raundi ya 5. Lazima aache ndala kivyovyote. Wanadai kuwa Hassan Ndonga ana nguvu nyingi na anapenda kupressurize hasa kwenye raundi ya kwanza ama raundi za mapema. Wewe kama kocha umejipangaje katika kuhakikisha unampa vitu vya kutosha bondi yako ili mada aweze kumpiku? Bondi yangu nimemwandaa vizuri, ana nguvu za kutosha, anapata chakula hapo kambini na mameneja 3 namsimamia. Hapa sasa hivi unavyomuona amekuja kambini kwake hapa, usio bwana. Tukitoka kambi unaenda kwenye kambi nyingine ambapo walikuwa wanapiga nyundo na pasua mawe mazito kwa ajili ya kupasua kichwa cha Hassan Bogas. Kwa mimi kama kocha nimejiandaa kumsambaratisha katika raundi za mwanzoni. Sidhani kama atafika raundi ya 5. Hassan Ndonga sidhani kama atafika raundi ya 5. Huyu sio Hassan Ndonga. Huyu ni Hassan Bogas au Tyson wa mchongo. Unaona amedandia tena kwa mbele, jasho litamtoka, jasho jekundu. Kwa kumalizia, unamwambia nini kocha yake Ahmad Kiungo na wana Mabibo kwa ujumla? Wanakutizama. Mimi ninachomwambia kocha yake, amteni bondi yake kujaribu kupunguza maumivu tu. Akimteni kidogo, bondi yake anaweza akaparalyze au akafa. Sasa mimi huwa niwapaga mabondia wajinga na wapaga adhabu kweli. Umeona? Mabondia yangu mimi ndio train, mimi nikija mjini mara nyingi ushindi wote sina kwa ni KO tu. Kwa hiyo tumejipanga kumpiga KO, tunakuja matokeo yenyewe mikononi. Tunaomba siku ya tarehe 26 wadau mje Masaki kuangalia pambano hili. Hii ni expensive fight, yani fight ya gharama. Hii fight ya gharama tumemwandaa bondia yetu kwa gharama, kama nyenyewe mkufika tumewapokea kwa gharama kubwa. Kwa hiyo tunaenda kumpiga Hassan Ndonga kwa gharama yoyote. Kazi mikazo bila kuchoka, kazi ya mtu lawama. Jasho lazima limtoke jekundu. Hivi sasa tungependa kujua maandalizi kuelekea pambano la Box on Boxing Day usiku wa zawadi. Kwa jina naitwa Gideon Ndoliki ambaye alikuwa ndo meneja wa Boyka wa mwanzo, ila sasa hivi kuna ngozi mpya ambaye amekuja, nimewachia ngazi uendelee na gurudumu. Oya dogo, kwa masikombuiso ule ukanyaga huu, si atuchekeshi, si atuchekeshi huku. Dogo wangu muulize Kibalange alichokiona, asikilize majaji mmembeba senda kana Liverpool. Dogo wangu waulize wenzio huku mekanyaga huko masikombuiso, macho tuonane, si macho. Songe mambo mengi sana, lakini siku hiyo mdogo wangu utaumia, utafaidi. Uko ingia uko masikombiso, uko macho tuonane. Atuli chipsi. Nyinyi mnajiita mahakama ndizi. Sisi huku mahakama ng'ombe, mahakama ndizi tunachinja. Mdogo wangu utaumia. Majina matatu ukiwa upande wa manager ama team manager wa Boyka wanadai kuwa safari hii ni usiku wa zawadi. Watoto wa Mabibo wanataka waende kuwafungulieni nyinyi zawadi ya ajabu.
mnawaambia nini? Tukianza na majina. Maarufu kabisa Azizi. Bila shaka Azizi aka wananiita double key. Mzee wa kumaliza. Sina wasiwasi na bondia wangu, na katika jambo ambalo tumemwandalia kwenye hili jambo na uongozi mpya, naamini kabisa hakuna baya, kila kitu kiko sawa. Na katika hili tuna muendelezo mkubwa tu katika maeneo yetu ya Pugu na kila kitu kitakuwa sawa. Wanadai kwa ngumi zimeshushwa mabibo, nyinyi mmeshushiwa nyama tu. Mnawaambia nini? Yaani ukiona mtu anakula nyama, basi ujue ni mtu mwenye nguvu. Uuliza sema yote, nani asiyekula nyama? Hata Marekani. Wapi? Nyama ndo kila kitu. Kwa hiyo mtu anayekula nyama ni kazi. Wow. Unalipi la kuambia watoto wa mabibo? Naitwa Musa Idi Simoni Mapunda. Mimi ni shabiki wa Ismail Boyka Mawe. Mimi nataka nisoe kitu kimoja. Bwana we Hassan Ndonga utakubali, ila watu angalie sana majaji. Majaji bwana wana staili moja, kama wanabifu na bondia wangu wanamkataa sana. Yaani wanampinga kiasi kwamba game ya mwisho wenyewe mliona. Game ya mwisho ilionekana game dogo kacheza vizuri na raundi kacheza vizuri kiasi kwamba watupe hata ushindi wakatunyima, wakatoa draw. Kwa hiyo Hassan Ndonga kama wanavyosema watoto wa Pugu, wewe chukulia huku ng'ombe, basi ng'ombe utageuka kwa wewe. Chuma, bendera chuma, mlingoti chuma. Hassan Ndonga, una meno yetu ya mbele matatu tunahitaji babu. Nashukuru kwa hiyo.